salamu nyumbani kwake, atoa salamu. Kama tulivyoelezea, ni wajibu watoto wako wakusimamie, wakushumu, ni lazima mke wako akubusu, lakini ni wajibu wako wewe baba, ukiingia mlangoni pale utoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba. Fa idha dakhaltum buyutan, pindi mtakapoingia katika majumba yenu, buyutan, nyumba yoyote nyumba yoyote, hata ikiwa ni chumba kimoja, basi maadamu ni buyutan, ni nyumba, basi fasallimu ala anfusikum, toa salamu kuwasalimia watu wa nyumbani kwako, iwe ni nyumba katikati, iwe ni ghorofa, toa salamu nyumba yoyote. Ukiingia ndani ya nyumba yako, toa salamu. Mkiyafanya hayo, mtapata baraka katika nyumba zenu, mtabarikiwa katika familia yenu, utabarikiwa wewe na mke wako. Mkipata watoto, mtapata watoto wema kwa kule kutoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo wanaume wangapi wakiingia nyumbani kwao, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwambia ar-rijalu qawamuna ala an-nisaa, basi yeye anaona basi ndio kidume, akiingia nyumbani hakuna assalamu alaykum, hakuna nini, yeye ndio ashaingia, matulanga mwenyewe ameshaingia ndani, hakuna assalamu alaykum. Huo sio Uislamu. Mume bora mwenye daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yule zamani akirudi kwenye nyumba yake anatoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wanavyoni wengine ambao kwamba wamefasiri aya hii wakaelezea kwamba hata ukiingia kwenye nyumba haina mtu yoyote, room iko empty, iko wazi kabisa, hakuna mtu yoyote, basi pale sema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkiyafanya hayo, mtabarikiwa katika nyumba zenu, mtapata baraka katika maisha yenu. Ndio Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salama alayhi alimuhusia Anas bin Malik, alimwambia ya bunayya idha dakhalta ala ahlika fasallim. Ewe Anas bin Malik, zamani utakapoingia juu ya watu wako, ya ahli yako, ya mke wako na watoto wako, fasallim, basi toa salamu. Ukilifanya hilo la kutoa salamu, yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika, yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika, itakuwa ni baraka kwako wewe Anas bin Malik, na itakuwa ni baraka kwa watu wa nyumbani kwako kwa kule kutoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukitoa assalamu alaykum itakuwa ni baraka, yani maisha yanakuwa mazuri kabisa, baraka imetawala katika maisha yetu. Watoto wakipatikana ni watoto ambao kwamba Mungu amewabarikia, ni kheri inatawala katika nyumba zenu. Leo maisha yamekuwa magumu, yani hata huyo mke na mume yale mawadda hakuna, yale mapenzi hakuna. Yani unaiona nyumba saizi inatawaliwa zaidi na sikitiko, inatawaliwa zaidi na sikitiko, rahma ya Mungu kule kuhurumiana. Maskini ya Mungu amechoka, maskini ya Mungu, lakini yale mapenzi ya hakika hakuna, kwa sababu hata baraka pia hakuna. Baraka ikipatikana ndani ya nyumba ndio inayoleta sakina, utulivu ndani ya nyumba. Utulivu ukikosekaniwa, basi mapenzi nayo yanaenda, hakuna kupendana, hakuna. Uislamu, kabla sijaingia katika jambo la pili, nataka nielezee umuhimu wa kutoa salamu hii, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, umuhimu wake. Kwa sababu ndugu zangu wa Kiislamu, kumbe ili majumba yetu apate baraka, ili sisi tupate baraka katika kazi zetu, tudumuni sana kutoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hii salamu ina umuhimu mkubwa sana. Mtume Muhammad
Hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, anasema kwamba hamutoingia peponi, la yadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. La yadkhuluna aljannata, hamutoingia peponi wewe na mimi na wengineo mpaka muamini, mpaka mumwamini Mwenyezi Mungu hakika ya kumwamini. Wala tu'minu, na hamutokuwa waumini wa kiuhakika. Muumini wa kiuhakika yule ambaye kwamba ana antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadarihi khairihi wa sharri min Allah ta'ala. Huwezi kupata nguzo za kiimani hizi mpaka mfanye nini? Hatta tahabbu, mpaka mupendane, mpaka mupendane yale mapenzi ya ukweli. Na mapenzi ya ukweli, ndugu zangu wa Kiislamu, ni yale ambayo kwamba katika Uislamu, katika dini yetu ya Kiislamu, unamuona Saidina Abubakar na Saidina Rasulillah salawatu rabbi wa salamu alayhi walikuwa wakiyadhihirisha mbele yao. Siku moja alipata kuumwa Bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Saidina Abubakar ambaye kwamba ndio kipenzi chake akapata habari kwamba Mtume anaumwa, akaenda kumtizama Mtume. Alipoenda kumtizama Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, akamwona Mtume anaumwa. Baada ya kumuona Mtume anaumwa, na yeye ghafla akajikuta naye ameshikwa na maradhi, anaumwa, akajikuta na yeye anaumwa. Alipopata habari kwamba Mtume anaumwa, na yeye akapata habari, akaenda kumkagua Mtume, kumwona hali yake taabani, na yeye pale pale akirudi nyumbani akawa taabani, akaanza kuumwa na maradhi. Mtume Muhammad alipopata habari na yeye kwamba Saidina Abubakari anaumwa, akaenda kumtembelea kipenzi chake. Saidina Abubakari alipomwona Mtume tu amekuja kumtembelea, akasema maneno, akasema maridha alhabibu fazurtuhu famaridtu. Alipata kuumwa Bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salam alayhi, lakini nilipoenda kumkagua hali, kumwangalia hali yake, ghafla na mimi nikajikuta ni mgonjwa. Lakini faata alhabibu yazuruni fabaritu, lakini leo alipata kuja kunizuru hali, kunijulia hali yangu. Nilipomuona tu Mtume yule amepona, na mimi ghafla nikajikuta nimepona. Haya ndio mapenzi ya ukweli. Haya ndio mapenzi ya kiuhakika, na hapo ndio kupendana kwa uhakika katika maisha yetu. Ndio katika hadithi hii mbele Mtume Muhammad akawasema, awala adullukum ala shay'in, hivi nisiwajulisheni nyinyi juu ya kitu, juu ya kitu, iza fa'altumuhu, pindi mtakapokifanya hicho kitu, tahabbtum, mtapendana. Ni kitu gani? Akasema afu salam bainakum, peaneni salamu baina yenu nyinyi. Kule akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitu ambacho kwamba cha kwanza chafungua mapenzi, chafungua ukaraba, chafungua uhusiano na mtu ni salamu. Hata wale wenye kutongoza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wanaanza kusalimia salamu alaikum, kwa kila akipita naye salamu nyingi. Amekutana naye dakika 5 akamsalimia, akimwona tena msalimie, kwa sababu ana kitu anatafuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaanza hivyo kwa sababu ana jambo lake analitaka. Angalia hata wale waliokosana wakasema hata taqumu saa, hata kisimame kiyama hatuzungumzi. Lakini unawaona mtu kama yule amekwambia hivi, lakini kile ukimwona mwambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hali itaendelea mpaka moyo utalainika. Mtaanza kupeana mikono, washangaa mwanza kucheka yenyewe. Mwacheka nini? Namjui. Yani ule kabisa ile salamu imetengeza. Kwa hiyo salamu alaikum, hii assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni
jambo kubwa katika maisha ya Muislamu, na ni jambo ambalo kwamba tukidumu nalo tutapata baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto tuwafundishe kusalimia. Watoto tuwafundishe kusalimia. Wakiamka asubuhi hakusalimie. Wewe ukiamka asubuhi na wazazi washumu, wabusu wazazi wako, wasalimie haswa, utabarikiwa katika maisha yako. Na ndugu zangu wa Kiislamu, nidhamu ya salamu imeelezewa kwamba mtu mmoja atakiwa asalimie wengi. Aliyo kwenye gari ya kipando, aliyepanda kujua kipando amsalimie ambaye kwamba yuko chini, aliyoketi, aliyosimama msalimie aliyoketi. Nidhamu imeelezewa, lakini hakuna nidhamu leo. Ajabu, mtu anaweza kuapita, ajabu mtu mmeketi tu sasa akapita, hata salamu hakuna, akapita tu huyo. Akifika pale mbele amepotea njia, ajui aenda kwa Hola, ajui aenda wapi, amepotea njia, anarudi tena, jamaa kwa Hola ndio wapi? Si umetupita, hata salamu hujatupa. Alafu hata kamsada hela ya hilo, aweza mtu huyu akawapita dakika 5 tu akaanguka, meno yote akang'oka. Nyinyi aliowapita atarajia ndio mwinuke haraka mumsaidie, bro pole, brother pole, na ameyapita hata salamu alaykum hakuna. Kwa hiyo huu kusalimia ni jambo muhimu sana. Kuna watu leo akiwa na shida hata salamu